Ukizungumzia moja kati ya michezo migumu ya Azam Federation Cup, basi hakika utaweza kuacha kutaja mchezo wa leo. Ni mchezo ule ambao unaenda kuwakutanisha Simba Sports Club wakicheza na Bigman FC. Mchezo utakuwa mgumu kwa sababu kila timu inahitaji kupata matokeo na kuweza kujiweka vizuri au kuvuka katika hatua inayofuata. Ukiangalia Bigman FC ni timu nzuri, timu ambayo ina process mpira, timu ambayo inaweza kukaa na mpira, lakini ni timu ambayo inapata matokeo hata katika mechi zake. Hivyo basi Bigman FC hana cha kupoteza, anatamani kupata matokeo kuweza kujiweka katika nafasi nzuri, lakini pia ana matarajio makubwa au ana mategemeo makubwa kwenda kufika finali na ikiwezekana kuchukua ubingwa wa Azam Federation Cup. Hivyo basi atacheza kwa juhudi kubwa ili kuweza kupata nafasi na matokeo mbele ya Simba, lakini anaenda kutana na Simba ile ambayo ina dosari ya wachezaji 6 ambao wameitwa katika timu zao za taifa. Hivyo Bigman anaenda kutana na Simba ambayo haina Kamara, anaenda kutana na Simba ambayo haina Mohamed Hussein, anaenda kutana na Simba ambayo haina mtu kama Shomari Kapombe. Hivyo kama Bigman FC ataweza kutumia vizuri makosa ambayo anaweza kuyafanya walinzi wa Simba, basi anaweza kupata matokeo katika mechi ya leo. Lakini itosha kusema kwamba Simba ni timu kubwa, ni timu ambayo ina uwezo wa kufanya jambo lolote katika wakati wowote. Ni timu ambayo inaweza kupata matokeo hata ikiwa katika wakati mgumu. Ni timu ambayo ni yenye kikosi kipana. Hivyo kutokuwepo kwa wachezaji 6 ambao tumezoea kuwaona wakicheza katika nafasi ya kwanza, haimaanishi kwamba Simba ndo anaenda kupoteza mchezo wa leo. Bali Simba bado ina watu kama wazuri. Ukiangalia kwenye safu yake ya ushambuliaji na watu kama kina Elie Mpanzu, kina Jean Charles Yawa na wengineo wote wapo. Hivyo bado moto wa Simba na uona uko vile vile, isipokuwa katika safu ya ulinzi pamoja na kiungo ndo kuna baadhi ya wachezaji ambao hawapo, lakini wapo watu ambao wanaweza kufix nafasi zao. Hivyo nitegemea kuiona mpira mzuri kwa sababu Simba itaenda kuprocess mpira na kushambulia kuweza kupata matokeo, lakini pia Bigman haitokaa nyuma. Na yenyewe itafunguka. Kama inafunguka na Simba ikifunguka, basi mchezo wa leo tutaenda kuona ni mchezo ambao wenye magoli mengi. Hivyo kila timu inaweza kupata matokeo, lakini atakayeweza kutumia makosa ya mwenzake vizuri ndio anaweza kupata matokeo. Lakini mpaka sasa hivi hatuwezi kumzungumzia kwamba ni Simba Sports Club au Bigman FC anaenda kupata matokeo katika mchezo wa leo. Hivyo yoyote atakayefanya vizuri ndiye atakayeenda kupata matokeo.